Mazungumzo yetu haya yatakuwa chini ya mada inayosomeka tanbihul aba bidhikri 10 ta'limat fi tarbiyati al-abna, kuwazindua wazazi kwa kutaja mafundisho 10 adhim sana min ta'alimi alkitabi was-sunnah, na haya ni miongoni mwa mafundisho yaliyotujia kupitia kitabu cha Allah jalla wa ala al-Qur'an na kupitia sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahiha. Mafundisho haya yanahusiana na malezi ya watoto. Ayuha nasu ibadallah, Allah jalla wa ala fi kitabi atuambia, enyi wale ambao wameamini, zikingeni, zizuieni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto jahannam. Moto huu mawakio yake ni watu na mawe. Katika moto huu wapo malaika wasimamizi wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja sifa zao, zinatisha. Asema ghiladhun, ni wasusuwavu malaika hawa kwenye kutimiza wajibu wao, hawana huruma. Shidadun, wakali. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile ambalo amewaamrisha. Wayaf'aluna ma yu'marun, na hufanya tu kile ambacho wameamriwa. Allah subhanahu wa ta'ala atambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, na mkazifanyia khiana amana zenu, mambo mliopewa kuyasimamia kwa uadilifu. Wa antum ta'lamun, na ikiwa nyinyi mnajua msiyafanye hayo, yanaangamiza hayo, mabaya hayo. Miongoni mwa amana ambazo watu wamepewa na Allah ni hawa watoto. Allah akawataja kwa tahadhari na tashdid, wa'lamu, nafahamuni, annama amwalukum, kwamba hakika si vinginevyo mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitna, ni fitna kubwa na mtihani mzito. Wa anna Allah indahu ajrun adhim, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye kuna ujira uliokuwa mkubwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ndugu zangu waislamu enyi waumini rahimakumullah bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiki yake katika aljumaa hii ya leo kadhalik ijumaa zitakazofuata baada ya hii ziwe ni 2 au 3 insha Allah ta'ala nimekusudia kutumia mimbari hii kisimamo adhim cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuupeleka ujumbe maalum. Ujumbe huu unawahusu wazazi wote wa Kiislamu, kina baba na kina mama, popote pale walipo. Ujumbe huu unahusiana na amana adhim, amana nyeti sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika mikono ya wazazi hawa. Bil ikhtisari shadid, kwa ufupi sana, mazungumzo yetu haya yatakuwa chini ya mada inayosomeka tanbihul aba bidhikri 10 ta'limatin fi tarbiyati al-abna, kuwazindua wazazi kwa kutaja mafundisho 10 adhim sana min taalimi alkitabi was-sunnah, na haya ni miongoni mwa mafundisho yaliyotujia kupitia kitabu cha Allah jalla wa ala al-Qur'an na kupitia sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahiha. Mafundisho haya yanahusiana na malezi ya watoto. Ayuha nasu ibadallah, nafahamu kwamba mwezi huu tuliokuwa nao minashuhuri almiladiya, huu ni mwezi wa Disemba. Kwa utaratibu wa nchi yetu ya Tanzania, hivi sasa shule nyingi zimefungwa na hata baadhi ya vyuo vikuu vimefungwa, wana likizo fupi, na watoto kwa maana wanafunzi wako likizo majumbani. Katika kipindi hiki wazazi wanapata fursa
ya kuwa pamoja na watoto wao, fursa ambayo huenda wameikosa kwa miezi kadhaa. Na hili ni kwa wale ambao watoto wao huwa wanakaa katika shule za bweni, huko wanakosoma hulala huko, na wengine wakawapata watoto katika baadhi ya masaa maalum, lakini muda mwingi wanakuwa wako shuleni. Sasa hivi wazazi wengi wako na watoto wao majumbani. Kwa hivyo ni kipindi muhimu sana cha kupenyeza ujumbe huu kwa wazazi. Hii ni kwa upande wa dua. Walinganizi hutumia furas katika kuifikisha da'wa ili iwafikie walengwa na itoe natija inayokusudiwa. Lakini pili, ni muda mzuri pia kwa wazazi hawa Waislamu hawa ambao tunazungumza nao kujitathmini kwa kuzitazama nyenendo za watoto wao kwenye kipindi hichi cha likizo. Na mzazi yeyote mwerevu mwenye maadili na dini yake atatumia wakati wake mwingi kumfuatilia mtoto wake baada ya kurudi shuleni, yukoje, maadili yake yakoje, amepiga hatua kimaadili au ameporomoka, ili aweze kupata jawabu kwamba wale walezi ambao amewakabidhi mtoto wake wamlee ni walezi sahihi am la, aendelee kumpeleka huko au atafute njia nyingine ya kufanya. Maana huenda mtoto anaharibika na huenda mtoto anaimarika na kustawi kidini. Ayuha nas, kwa kuanza mazungumzo yangu baada ya kuweka utangulizi huu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani katika suratu at-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah jalla wa ala fi kitabihi atuambia, enyi wale ambao wameamini, zikingeni, zizuieni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto Jahannam. Moto huu mawakio yake ni watu na mawe. Katika moto huu wapo malaika wasimamizi wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja sifa zao, zinatisha. Asema ghiladhun, ni wasusuwavu malaika hawa kwenye kutimiza wajibu wao, hawana huruma. Shidadun, wakali. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile ambalo amewaamrisha. Wayaf'aluna ma yu'marun, na hufanya tu kile ambacho wameamriwa. Moto huu wenye wasimamizi hawa wenye kuogopesha, twahusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala tusikinge na huo moto nafsi zetu na nafsi za wajamaa zetu. Wa min jumlatil ahli ya ibadallah, na miongoni mwenye kuingia katika watu wako ewe Muislamu, humul aulad, ni watoto wako vile vile. Minal banina wal banat, katika watoto wa kiume na watoto wa kike wanaingia katika msemo huu al-ahli, kwa sababu wanawachuoni wetu wa lugha wanatuambia lafdhul ahli yashmalu al-aulada waz-zawjati wal-aqariba wal-khadam wa ghayrahum
mimman tahta riayatik wa mas'uliyatik. Al-ahl ni tamko ambalo linawakusanya watoto, ni ahali zako, wake, ndugu zako wa karibu, watumishi wako na wote ambao wako chini ya uangalizi wako na masuhulia yako. Sasa miongoni mwa ahli ni watoto wetu. وتعلمون أيها المسلمون مكانة الأبناء في الإسلام. na nyinyi mnafahamu enyi waislamu nafasi ya watoto wetu katika Uislamu ni nafasi nyeti sana, na yule ambaye atakosa utulivu na sakina kwa watu wake wa nyumbani ikiwemo watoto wake, basi amekosa jambo kubwa sana. Rawa al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala fi sunani min hadith as-sahabi al-jalil Ubaydillah ibn Mihsan al-Khatmi radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule ambaye atapambaukiwa akiwa na amani fi sirbihi ay fi ahlihi wa iyalihi, ana amani na salama kwa watu wake na familia yake, muafan fi badanihi, amepewa siha na afya katika kiwiliwili chake, ni mzima, yuko barabara, lahu qutu yaumihi, analipata tonge la siku yake, kande la siku analipata, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyu ni kana kwamba imekusanywa kwake yeye dunia kwa pembe zake zote, kapewa kila kitu. Katika yaliyotajwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika makarama makubwa ni wewe kupambaukiwa ukiwa na amani kwa watu wako wa nyumbani. Wa min dhimnihim al-aulad bal min ajallihim, na miongoni mwa ahali zako ni watoto, bali hawa ni watukufu zaidi katika familia yako. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, watoto wana nafasi ya aina yake. فالأبناء أمانة الله في أعناق الآباء يجب عليهم حفظها ورعايتها ولا يجوز لهم خيانتها. watoto ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye shingo za wazazi. Wazazi wanawajibika kuzihifadhi amana hizo na kuzichunga, na katu hawataki kufanya khiana kwenye amana hiyo. Sio amana yako, umewekewa tu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun adhim. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la takhunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa takhunu amanatikum, na mkazifanyia khiana amana zenu, mambo mliopewa kuyasimamia kwa uadilifu, wa antum ta'lamun, na ikiwa nyinyi mnajua msiyafanye hayo, yanaangamiza hayo, mabaya hayo. Miongoni mwa amana ambazo watu wamepewa na Allah ni hawa watoto. Allah akawataja kwa tahadhari na tashdid, wa'lamu, nafahamuni, annama amwalukum, kwamba hakika si vinginevyo mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitna, ni fitna kubwa na mtihani mzito, wa anna Allah indahu ajrun adhim, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye
kuna ujira uliokuwa mkubwa. Watoto hawa ni amana, twatakiwa tusifanye khiana. Bal humur ra'iyya al-aba'u yus'aluna anhum yawm al-qiyamah. Ibadallah, watoto hawa ni vichungwa, wazazi watakuja kuulizwa kuhusiana na wao siku ya kiyama. Fa fi sahihain min hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyote ni wachunga wasimamizi wa familia zenu, na nyote ni wenye kuulizwa, na kila mmoja katika sisi ni mwenye kuulizwa kuhusiana na kile alichopewa usimamizi. Warawa al-Imam an-Nasa'i fi as-Sunan al-Kubra min hadith as-sahabi al-jalil Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wal hadith يصحح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعاه حتى يسأل الرجل على أهل بيته. تم عليه الصلاة والسلام katika hadithi hii Anas عند النسائي anatuambia inna allaha sa'ilun, haika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumuuliza kila ra'in, kila mchungi aliyempa amana, amma star'ah, kuhusiana na kile ambacho amempa fursa ya kukitazama na kukisimamia. Ahafidha dhalika am dhayya'a, je, amelihifadhi hilo, kalichunga hilo, au kaliterekeza na kulitupa? Bali akasema Mtume alayhi salatu wasalam hatta yus'ala ar-rajulu ala ahli baitihi, mpaka ataulizwa mtu kuhusiana na watu wa nyumbani kwake, familia yake. Bali ya ibadallah, al-awlad wal-abna zinatun lil-aba fi al-hayati ad-dunya. Hizi ni nafasi zao watoto, ndio mapambo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea watu katika maisha haya dunia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal-banun zinatul hayati ad-dunya wal baqiyatu as-salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Mali na watoto ni mapambo ya maisha haya ya dunia, mapambo yetu haya, lakini vyenye kubakia katika mambo mema. Na ahlu tafsir wana maelezo mengi hapa. Albaqiyatu salihat, kuna wenye kusema ni as-salawatul khams. Albaqiyatu salihat, kuna wenye kusema ni al-adhkar min at-tasbihat wat-tahlilat wat-takbirat wat-tahmidat wa ghair dhalik. Lakini yenye kubakia katika mambo mema mazuri ni khairi kwa Mola wenu kwa wingi wa thawabu zake, lakini ni bora zaidi katika mambo yenye kutumainiwa. Pamoja na hayo, atuambia mali na watoto ni mapambo ya ulimwengu. Aya hii inaungana na ile nyingine aliposema Allah subhanahu wa ta'ala zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Katika mambo mazuri ya kilimwengu yaliyotajwa, pakatajwa watoto na wanawake. Zina ni pambo hili tulifurahia tukiwa nalo. Bal wa a'zamu min dhalika ayuha nas, bali jambo kubwa zaidi kuliko haya yaliyotangulia, kubwa zaidi kuliko haya yaliyotangulia, fi sha'ni al-abna, katika jambo la watoto wetu, annahum idha ahsanu wasaru bimashiati Allah subhanahu wa ta'ala salihin kana dhalik anfa' lil-aba fi al-akhirah. Watoto hawa ukiwalea vizuri, wakawa ni watu wema wenye kusimamia dini ya Allah, yani salihun,
jambo hili litakufaa wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhirah. Lima rawahu Imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anafariki mtu mwanadamu, matendo yake yote ukatika, ile mirija ya kupeleka amal kwake inafungwa, inazibwa, illa min thalathi, isipokuwa kupitia pipe tatu. Kuna mambo matatu yataendelea kupenyeza amali za khairi kwako: sadaqatin jariyatin, sadaka yenye kuendelea ambayo aliitoa katika uhai wake, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu hunufaika na elimu hiyo ikiwa yeye alisimamia na kuifundisha katika uhai wake, au waladin salihin yad'u lahu. Wa huna mahallu shahid, au akawa amemuandaa mtoto mwema ambaye atamuombea yeye. Pia dua ya mtoto huyu inamnufaisha huko aliko, ni katika matendo ambayo yatamfaa baada ya kufa kwake. Haya niliyoyataja na mengi sijayataja yanaonyesha nafasi ya watoto wetu katika maisha yetu ya dunia na kwenye mustakbali wa akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, al-auladu ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto hawa ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana tutakiwa tufanye juhudi ya kuihifadhi neema hii kwa wale ambao wamepewa neema hii, na katu wasiidogoshe na kuifanyia mzaha. Wallahi ya ikhwan, Allah ametupa watoto akatupendelea, hawa akawapa wa kiume, wale akawapa wa kike, wengine wakachanganyiwa wa kiume na wa kike. Watoto kwa wingi tu na wanakuja tu kwa usahali tu, tunao tumewajaza majumbani. Hii ni neema kubwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kujua neema hii ukubwa wake, uwakose watoto, wakose watoto. Pana watu wamewakosa watoto wao na walikuwa nao, alikuwa nao, pengine wamefariki kabla yake, akawazika wote, akabaki peke yake au yeye na mkewe. Wamefikia kupata kama uenda wazimu hivi, mtu anapata kama ukichaa kwa hali aliyokuwa, namna alivyokuwa na huzuni, bali wengine wapata maradhi hakuwa nayo, pata pressure na pata kisukari kwa sababu kawakosa watoto wake. Na wengine hawalali, akilala usiku apata maruweruwe, ashtuka piga makelele, asema na waona wanangu wakicheza wakienda huku nikiwatuma. Hana wale watoto. Mtu anatamani kufa kwa sababu amewakosa wale wapenzi wake. Hawa ni wale walikuwa nao wakawakosa. Sikwambii wale ambao ni wagumba matasa, hawazai hawajajaliwa watoto. Ya Allah, hali wanaoishi nao ya huzuni na kujiona kwamba si watu katika jamii, bali pia hubezwa. Kila matusi mabaya wanapewa wao, utadhani wao wana uwezo binafsi wa kuzaa au kuzalisha. Yote haya tunayashuhudia. Wewe umependelewa, una mirundo ya watoto, watakiwa uihifadhi sana neema hii. Sasa katika kusaidiana juu ya hili, ayuhan nas, tutakuwa tunayataja baadhi ya mambo ambayo mimi nimeyaita ni mafunzo 10 ya dini yetu kuhusiana na malezi ya hawa watoto ambao ni amana kubwa sana kwetu. Na nitayasema haya na kuyaendeleza insha Allah taala kwa sababu za msingi ambazo zimetuvutia kufanya hivyo. Miongoni mwa asbabu ni i'lamu al-umma biahmiyati tarbiyati al-awlad tarbiyatan islamiyya wa athariha fi salahi al-mujtama' al-muslim. Tunataka tuwafikishie waislamu ujumbe wa dini, hasa kuhusiana na umuhimu wa kuwalea watoto malezi ya Kiislamu na athari ya malezi haya katika jamii ya Kiislamu, namna malezi yalivyo na nafasi ya kuupa nguvu na kuutangaza Uislamu. Lakini pia miongoni mwa sababu za kuyataja haya ambayo tutaanza kuyataja
ni tahdhiru nnas mimma nulahidhuhu fi hadha zaman. Tunataka tutoe tahadhari na tutoe maonyo kwa baadhi ya watu kwa mambo ambayo tunayaona katika zama hizi hivi sasa, min ihmalin wa tafriqin, swala la kuterekeza na kuzembea jambo zima la malezi ya watoto. Na haya twayaona kwa wakina baba na wakina mama, nanyi mnayashuhudia au mnayasikia. Watu wanaterekeza watoto wao na kuwaacha, na kuna asbabu nyingi. Imma li jahlihim, inawezekana ni kwa sababu ya ujinga wao. Ni watu wajinga, hawajajua maana ya malezi kwa ukamilifu wake. Yeye anafikiria kulea ni kumlea mtoto kwenye kiwiliwili chake, akampa huduma za kumstawisha mwili wake, akasahau kwamba katika malezi makubwa ni kumlea mtoto kiroho. Kwa hivyo utakuta mtu masha Allah wanapolala watoto wake, wanavyokula, skuli wanazosoma, maisha wanayoishi, wanavyovaa, ni mtu anatoa juhudi, ni mtu anatoa kwa watoto wake na familia yake, lakini kaishia hapo akidhani kwamba haya ndio malezi na huko ndio kuwapenda watoto, akasahau kuwalea malezi ya kiroho kwa kuwapa mafundisho ya dini na kuwasimamia juu ya hilo katika utekelezaji wake. Na hili la kutokujua uhalisia wa malezi limewasibu wazazi wengi. Pana wengine wakawachukua watoto wao kwa sababu ya ujinga na kutokufuatilia mambo ya dini, wakawakabidhi watu ambao mikono yao si salama kiulezi. Skuli anayompeleka au chuo anachompeleka au college anayompeleka, mikono ya watu hao sio salama. Mtu akamtia mwanae katika kituo cha watu wa bid'a, minasufiyin, masufi au alhizbiyin alharakiyin, au mahizbi wana harakati, au katika kituo cha mashia au kituo cha maibadhi, vituo ambavyo vinazidhihirisha alama zao na wanaitangaza misimamo yao, na pengine wale wanafunzi wao wamepewa maelekezo ya mambo kadha wa kadha kuyafanya kwa mujibu wa itikadi zao. Mtu bila kujali unamwona amchukua mwanae anamtia katika maskuli kama hayo, wa huwa sunni pengine, na wengine ni juhal, hawafahamu, anaangalia dhawahir, mambo ya dhahiri peke yake. Bali pana watu wamewapeleka watoto wao hata katika vituo vya makafiri, kufar, makafiri wenye chuki. Mtu kamchukua mwanae kampeleka huko, waambia mtoto wa fulani yuko huko kwenye shule ya mission huko ni kwaya tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anakuwa katika i'tiqadat al-kufriyya, na yeye hajali, na pengine alipa fedha nyingi kwenye karo kwa sababu anatafuta dunia kule. Ni shule nzuri, yafaulisha sana, wako serious sana, kwa hiyo nataka kijana aende huko, wawapeleka huko. Ndio hawa tunawaona kwenye majukwaa wakizungumza, wana majini ya Kiislamu lakini ni majitu mazuzu. Namsikia mtu aropoka tu, mimi alhamdulillah pande zote mbili nipo, huku kwa Waislamu nimezaliwa na huku kwa Wakristo nimelelewa, mimi sichagui. Haya maneno ya wajinga, lakini ndivyo walivyokuzwa. Na wengine kwa sababu ya ujinga wao wakawatia watoto kwenye vituo vya maasi na munkarati. Mtu anampeleka mtu kwenye akademi za mpira, mtoto mdogo hajui suratul Fatiha, hamjui Allah, hamjui Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hajui adhkari za kawaida za kulala, za kuamka, za kuingia chooni, za kuingia nyumbani, za kutoka, za kuingia msikitini. Adhkari hizi mukhtasarat hajui. Mtoto bado mbichi kabisa, amchukua anamtia kwenye klabu ya mpira, akademi ya football. Bwana hii ataka mwanae akawa mchezaji fulani huko Europe huko au si wapi huko. Na wengine wakawateka katika vituo vya sanaa, ikawa mtoto afundishwa nyimbo, kupiga vinanda, magitaa, afundishwa kuimba, afundishwa kukata viuno na kucheza.
masaa. Na mtu anaona haya ndio malezi. Huyo akitoka skuli kituoni kule, hataki kumuona kizunguka hataki kabisa. Adhani kwamba haya ndio malezi. Huu ni ujinga. Allah ya ibadallah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. kwa kumalizia khutba yangu hii, barakallahu fikum, utangulizi huu tuliouweka utakuwa umetupa barabara ya haya ambayo tunataka tuyaseme katika khutba hizi, na ni mambo ya msingi sana. Wameyataja ahlul ilm, wakayafafanua, wakayawekea adilla. Ukiyafuata lillahi yatakupa mwongozo, na huenda yakakufaa sana katika familia yako. Kwa leo nitataja moja tu katika mafunzo muhimu sana katika kuwalea watoto wetu kuwa watu wazuri. Jambo hili ni salahul abawain, ni wazazi wenyewe kuwa watu wema. Wema unaotarajia kwa mtoto wako, fahamu Muislamu, hiyo ni natija kutokea kwako. Ukijitahidi kusimama sawa sawa katika dini yako na maadili yako kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, hiyo ni sababu kubwa ya kupata salama kwa watoto wako. Kwa hivyo mzazi kuyasimamia mambo ya taat na khairat, akajiepusha na mambo ya muharramat wal munkarat, akawa ni mustaqim mutadayyin, ni mtu wa dini, afahamu kwamba hicho anachokifanya ni hadiya yuhdiha ila abnaihi, ni zawadi kubwa sana ambayo wewe unaipeleka kwa watoto wako. Na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawafaa na akawahifadhi watoto wako kwa sababu ya juhudi ambayo wewe waifanya. Na haya yana asli kwenye mafundisho ya Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mafundisho haya katika Qur'an ni Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema, na waogope wale ambao lau wataacha nyuma yao, yani baada ya kufa kwao watawaacha au watakiacha kizazi ambacho ni dhaifu, wanawahofia watoto wao kwa udhaifu waliokuwa nao, na wakiwatazama wale watu waliowazunguka, watu kama hawa wawe na hofu, falyattaqullah, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida. Aya hizi zilishuka kuwasakama wale ambao ya'taduna ala amwali al-yatama, wanafanya uadui na dhulma kwenye mali za mayatima, wanazitumia kwa dhulma na kwa israfu, na hawatekelezi haki za mayatima katika mali. Allah anawakumbusha kwamba hayo mnayowafanyia watoto wa wenzenu ambao mmepewa usimamizi wa mali za wazee wao, haya mnawafanyia haya, na nyinyi muofie lau Allah subhanahu wa ta'ala akikuletea mauti yako ukawahi kufa wewe na ukaacha kizazi dhaifu, watoto wako pengine bado vitoto vidogo haviwezi kusimamia mali wala kutambua, au pengine ni wakubwa lakini wamezungukwa na majitu yenye nguvu, maroho, ukawaacha watoto wako katika hali kama hiyo, wajisikiaje wewe? Yani utakuwa unaona picha gani kwa watoto wako baada ya kufa kwako? Bila shaka utakuwa unaona picha mbaya kwamba wanangu watateseka, watadhulumiwa hawa. Huna tu, huwezi kujizuia, lakini pengine hilo likakujia wakati unafariki, waona ile picha. Sasa pia umuogope Allah kwa watoto wa wenzio, ndio muradi wa aya hii. Hapa
al-Imam al-Mufassir Sheikh al-Mufassirin Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari amenukuu kutoka baadhi ya mutaqaddimin min ahli at-tafsir kwenye aya hii wanasema fihi irshadun lil-aba'i alladhina yakhshawna tarka dhurriyyatin dhi'afin. Katika aya hii pana muongozo kwa wazazi ambao wanahofia kukiacha kizazi dhaifu, an yattaqullah fi sa'iri shu'unihim, wa muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao yote, hatta tuhfadha abna'uhum, ili basi waweze kuhifadhiwa watoto wao, watughatha bilinayati minhu ta'ala, na waweze kuokolewa kwa kutizamwa na kusimamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tahdidun, na ndani ya aya hii kuna makemeo, bidhaya'i auladihim, kwa kuwapoteza watoto wao, in faqadu taqwallah, ikiwa watakosa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi isharatun, na ndani yake pana ishara ila anna taqwa al-usuli tahfadhu al-furu', kwamba uchaji unaopatikana katika misingi unahifadhi matawi. Wewe ndiyo msingi, ukisimama sawa sawa ni sababu ya familia yako kuhifadhiwa. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Hii ni miongoni mwa adilla zinatolewa kwamba miongoni mwa njia za malezi kwa watoto wetu ili wanyooke ni lazima mzazi unyooke kabla yao. Na hapa nitamalizia kugusia kisa ambacho mwakijua, na hichi pia ni ushahidi katika hili, kisa cha Nabiiullah Musa alayhi salam katika safari yake maa al-Khidr, na wengine huita al-Khadir, safari yake na al-Abd Salih, yule mja wa Allah mwema, kwa baadhi ya maelezo ya ahlul ilm, na wengine wanaona kwamba al-Khadir ni nabiyun min anbiya'illah, ni mtume katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyaache haya, lakini Nabiiullah Musa alayhi salam alipata safari nzuri sana ya kimafundisho. Safari hii ilikuwa na maajabu mengi. Allah ameielezea katika suratul Kahf. Musa alayhi salam alikutana al-Khadir na akamuomba kusuhubiana naye ili ajifunze kwake, na al-Khadir alimpa masharti yake. Miongoni mwa masharti hayo, usinihoji kwa utakayoyaona huko katika safari, mpaka baadaye nitakuja kukuwekea wazi muradi wa yale ambayo utayaona. Kisa kiko wazi. Musa alayhi salam baadhi ya mambo yalimshinda uvumilivu, kwa sababu dhahir ni kama mabaya, lakini hakika yake ilikuwa ni nzuri. Musa alayhi salam alikithirisha maswali, na ikawa al-Khadir akimkumbusha mkataba wao na makubaliano yao, kwamba sikwambia huwezi kustahamili, umesahau yale, na Musa akitaadhar katika hilo. Sasa miongoni mwa vituko au maajabu ambayo aliyaona Musa kwenye safari hii ni pale ambapo walipoingia katika mji, fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha faabaw an yudayyifuhuma, mpaka walipokwenda wakafika katika kijiji au mji. Walikwenda na safari yao wakaufikia mji fulani. Walipofika pale wakawaomba chakula watu wa mji ule, istat'ama ahlaha. Nabiiullah Musa alayhi salam na al-Khadir wakawaomba chakula, wageni, tuombeni mtupe chakula. Faabaw an yudayyifuhuma, wale watu wa mji ule wakakataa kuwapa hifadhi pale na kuwapa ikrama ya mgeni. Sasa katika yaliyotokea pale, fawajada jidara yuridu an yanqadha fa aqama, wakakuta katika mji ule pana ukuta ambao ulikuwa unataka kuanguka, tayari unanyufa waanguka. Al-Khadir akaujenga ukuta ule bila ya ujira wote, kauona ukuta unataka kuanguka, kaujenga. Katika maneno ya Musa aliyomwambia, qala law shi'ta latakhadhta alayhi ajra, ungelitaka wewe ungechukua ujira, wajenga bure. Maajabu gani haya? Ni katika mambo yale mstaajabisha. Sasa jambo hili la kukuta ukuta waanguka,
Al-Khadir akaujenga bila malipo yoyote. Ilikuja taawili yake baadaye. Al-Khadir anamwambia amma al-jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuk an yablugha ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amrī dhalika ta'wīlu mā lam tasti' 'alayhi sabra. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wal Khadir anamwambia Musa alayhi salam, amma aljidaru, ama ule ukuta niliyoujenga bila ya malipo, fakana lighulamaini yatimaini fil madina, ukuta ule ulikuwa ni milki ya vijana wawili mayatima katika ule mji tuliopita, mji uliotajwa hapo nyuma. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, na palikuwa chini ya ukuta ule pana hazina yao. Mufassiruna wanasema palikuwa pana mali pale imezikwa zamani kwa ajili yao, na wengine wanasema ilikuwa ni kanzu ilmi, palikuwa pana hazina ya ilmu. Kanat fiha suhuful ilm, palikuwa pana majarida yaliyohifadhiwa elimu. Kwa hiyo chini ya ukuta ule palikuwa na hazina kwa ajili ya watoto wale mayatima. Ashahid, wa kana abuhuma salihan, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. Fa arada rabbuk an yablugha ashuddahuma, akataka Mola wako wafikie vijana hawa ukomavu wao mpaka wakuwe wajitambue. Wayastakhrija kanzahuma, na waitoe wao wenyewe hazina yao. Rahmatan min rabbik, hiyo ni rehema kutoka kwa Mola wako. Wama fa'altuhu an amri, sikulifanya hilo kwa matakwa yangu na maamuzi yangu. Dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra, huo ndio uhakika wa kile ambacho ulikosa juu yake uvumilivu. Hapa pana maneno matamu sana ya al-Imam Abu al-Fida Ismailu ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yasikilizeni nyinyi wazazi. يقول رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكان أبوهما صالحا, na alikuwa baba yao ni mtu mwema. فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته, kuna ushahidi kwamba hakika mtu mwema anahifadhiwa kwa kizazi chake. Watashmalu barakatu ibadatihi lahum, na inawakusanya ile baraka ya ibada zake kuwakusanya wanawe vile vile. Fi dunya wal akhirah, hapa duniani na huko akhira. Bishafaatihi, huko akhira atapewa fursa ya kuwafanyia shafaa watu wake. Bishafaatihi fihim, kwa uombezi wake kwa wao. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil janna, kadhalika kunyanyuliwa daraja zao hao watu wake kupelekwa daraja za juu kabisa za pepo. Litaqarra aynuhu fihim, ili jicho lake litulizane kwa watoto wake. Kama jaa fil Qur'ani wa waradat bihi sunna, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani na ikaletwa vile vile na sunna mafundisho haya. Kisha Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akaeleza kwa urefu mpaka kufikia kusema fa fil ayati dalalatun, kwenye aya hii pana ushahidi ala anna salahal aba, juu ya kwamba kutengenea wazazi yufidul inayata bil abna, inafidisha kuchungwa wale watoto wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ibadallah, katika mambo muhimu tuliyoyasahau ni kusimama na marungu na vikoto tukiwalazimisha watoto mambo ya dini, wakati sisi wenyewe tuko mbali kabisa na Uislamu. Waislamu wangapi wako hivi? Ni wakali watoto wao wasiposwali. Umeenda msikitini? Umekwenda msikitini? Mwenyewe tayari kuswala. Umekwenda madrasa? Chuoni umekwenda? Hajui hata alifu. Yeye hapo alifu haijui, wala hana mpango wa kusoma, lakini mkali mtoto wake awe ni mtu wa kheri. Wana ghera ya kuwasaidia watoto wao, lakini wao wenyewe hawana vigezo vya kuhifadhiwa watoto wao, kwa sababu wenyewe wako mbali na dini, na adila ni hizi. Na hawa ni wanawachuoni wanatuambia, wakitupa miongozo. Bali maajabu mimi ninayaona si katika mambo hata haya ya kidini, katika mambo ya kidunia, vituko. Wako baadhi ya Waislamu wanajidai wana mapenzi ya dini. Sasa mimi mwanangu bwana nitamtakia shule ya Islamic,
tafuta Islamic nzuri huko nimpeleke angalau kidogo akapate maadili kidogo. Lakini wakati nampeleka mwanae, kuna baadhi ya wazazi katika hizo shule hawaruhusiwi kuingia. Nguo aliyovaa aambiwa, mama wewe huwezi kuingia kule kwa nguo hizi, ima ukae hapo getini usubiri au tukuletee kanga au baibui uvae. Acheka pale na kujilamba midomo, lakini ndio mzazi kapige bonge la mini au jisuruali au nguo ya kubana, alafu ampeleka mwanae kwenye shule Islamic. Au baba kavaa majicheni, suruali zinamteremka ziko chini ya makalio, ana shepu ya kama jizi hivi, hana sura ile ya mtu wa kheri, lakini ampeleka mwanae Islamic akapate malezi ya Kiislamu. Wengine huzuiwa milangoni, na wengine wakaenda kuwachukua, aambiwa sasa hivi watoto wanaswali, haya tumeyaona, baada ya swala itatolewa mizigo yao, utawachukua. Ukuta wazazi imekaa staff pale inasubiri watoto watoke msikitini, wao hawajaswali wala hawana habari na swala. Waambiwa kama watoto wanaswali hivi sasa na msikiti upo ndani ya shule. Haya baadhi ya ndugu zangu walimu wanayajua haya, hao wenye kupenda huo Uislamu. Kwa hiyo imekaa pale imeduaa kama mizuzu, watu waswali kule, wanasubiri watoto watie kwenye magari wawapeleke nyumbani. Hivi kweli wategemea mzazi kama huyu patatoka mtu hapa? Sasa tumelikosa jambo hili katika taratibu za kuwalea watoto. Kwanza tujitahidi sisi wenyewe kusimama sawa sawa. Ni sababu kubwa sana, ni qurba tunaitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi watoto wetu. Ni mamoja tuko hai tuwasimamia, au baada ya kufa kwetu Allah atawapa wasimamizi bora wa kuendeleza yale ambayo tulianza sisi. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala fil mustaqimin. Lakini namalizia kwa tambii, haina maana kwamba kila mtu mwema basi mtoto wake huwa mwema. Mara nyingine Allah huyageuza mambo, mzazi akawa mwema na mtoto akawa muovu. Na haya yamemtokea Nabiullah Nuh alayhi salam na kadhia mtoto wake, aliangamizwa na makafiri, na Nuh alayhi salam alimlingania sana, hata pale ambapo gharka inakuja amuita mtoto ajibu ujeuri, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, qala saawi ila jabalin ya'simuni min alma. Lakini alikwenda aangamia, anaitwa na baba yake hasikii. Hilo lipo pia. Lakini pia inawezekana mzazi akawa sio mtu muovu, pengine jikafiri, jishirikina, lakini Allah akamtoa mtu mwema kwake kwenye familia yake. Na haya yamtokea Nabiullah Ibrahim alayhi salam na mzee wake Azar. Alikuwa ni mzee mushrik, lakini kupitia mzee Azar ametoka Ibrahim alayhi salam abul milla khalilur rahman. Haya tunayazungumza, wanasema ahlul ilm ghaliban ndio hivyo. Usichukue hizi nawadir ukaacha ule utaratibu wa sheria. Ghaliban almustaqimun wanahifadhiwa kwenye familia yao. Ndugu zangu, yatatosha haya kwa leo, na hili ni moja tu, na yako mengi ya msingi tutaendeleza katika khutba zinazofuata. Kuna ambaye anatajwa tu kwa ufupi, hayahitaji maelezo.